imetupasa na sisi tuwe wapatanishi vile vile. Sijui ni kwa njia gani, lakini tambua kwamba kila mmoja katika maisha yetu tunapoishi hapa duniani, na kila siku nataka utafakari, utambue kwamba haukuitwa ukae tu bure. Haukuitwa ukae tu bure. Unayo kazi ya kufanya ndani ya roho yako. Hata kama uwezi kuimba, uwezi kufanya, lakini huduma ya upatanisho na neno la upatanisho vipo ndani yako. Huduma ya upatanisho ipo ndani yako. Na kupitia hiyo ndio itasababisha na wewe kuwapatanisha watu wengine ambao bado hawajamwamini Kristo. Unaposema hawajamwamini Kristo, kweli kuna watu ambao ni ngumu sana kuamini. Lakini tunajifunza ya kwamba alipokufa Yesu pale msalabani, ndipo na wengine walipoamini. Wengine waliamini baada ya kuona matokeo ya kile kitu ambacho kimetokea. Imetupasa na sisi kujitoa. Wataonaje matokeo? Bwana Yesu asiwe. Wataona matokeo ya kile kitu ambacho kipo ndani mwako. Baada ya kuona yale matokeo, ndipo wengine sasa wataanza kuamini ya kwamba lile jambo ambalo unawaambia au ambalo unawashuhudia, ambalo unawapatanisha, ya kwamba ni kweli. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ikiwa Yesu aliondoa huo adui kwa njia ya mwili wake, akauondoa uadui, watu ambao tulipaswa mpaka sasa hivi tuwe hatujui kitu chochote wala hatujui nuru, lakini kwa sababu ya kuidhalau, kwa sababu ya kuamua kuondoa adui kwa njia ya mwili wake, mpaka sasa hivi tunajua kwamba Yesu ni Bwana, na tunajua kwamba nuru ilikuja duniani ambaye ni Yesu Kristo mwenyewe.